Ijumaa ya tarehe 14 ya mwezi wa 3 2025. Nikukaribishe sana msikilizaji wangu mpendwa popote pale ulipo. Karibu tuzungumze kuhusu maisha halisi ya kweli ya ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu nasi tunayowasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Tupo na mkasa wa ndugu yetu anaitwa Batuli. Kuna mtu kaniambia, Vero, mbona hii simulizi inaendelea kuwa ndefu sana, unamaliza lini? Jamani, tunamaliza jamani, tunamaliza kabisa. Tuko hapa kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku. Na jana kuna mahali tuliishia katika mengi ambayo ndugu yetu Batuli akishia pamoja nasi. Kikubwa zaidi, Batuli anatueleza ameendelea kungoja ahadi ambayo yule mwanaume wake alimwahidi, ya kwamba atamwacha yule mke wake wa kwanza na ataenda kumwoa yeye. Hizi ni ahadi. Siku zimezidi kusonga mbele, mtoto amezidi kukua sasa, lakini zile ahadi bado hazijatimia. Batuli anatueleza kwa habari ya rafiki yake kipenzi Swahiba, mtu ambaye amembeba kama ndugu yake, mshauri wake mkubwa, na mambo mengi amewahi kumshauri na akayafanyia kazi. Batuli anasema rafiki yangu wa karibu anashika ujauzito na mimi na shauku ya kujua ujauzito huu ni wa nani. Lakini Batuli anakuja kugundua kwamba ujauzito ni wa ex-boyfriend wake ambaye ni ule mbaba. Imekuwaje? Mambo ya kushangaza Batuli anaposikia. Anasema, yani kumbe nyakati hizi mimi ninaelezwa kwamba huyu mwanaume ni mtu mzima, huyu mwanaume si hadhi yangu. Kwanza amekula ujana wake akiwa na 8, uzee wake amalize nami. Lakini kumbe kuna watu wanazungumza hivyo wakati wao pia wakipata nafasi kama hiyo. Sio shida kuwa na mbaba. Ile ukiwa na wewe anaonekana ni mtu mzima, ile wakiwa nao wao ni kijana mwenzao. Karibu sana, tupige hatua pamoja tuyasikie haya ndugu yetu anaitwa Batuli akishia pamoja nasi katika siku njema ya leo. Ndio. Karibu sana. Karibu wewe ambao unatufuatilia pia kupitia YouTube channel yetu ya EFM Tanzania. Lakini zaidi ni washukuru sana wahisani wetu ambao wanatupa nafasi katika sehemu ya kwanza ya ripoti ya leo. Hawa si wengine ni Tanzania Commercial Bank. Tanzania Commercial Bank imekuja na akaunti ya Tabasamu. Akaunti ya Tabasamu ni akaunti kwa kila mwanamke. Unaambiwa mwanamke, huu ni wakati wako wa kutabasamu na una kila sababu ya kutabasamu. Tanzania Commercial Bank imeleta akaunti hii maalum kwa ajili ya kumuinua mwanamke kiuchumi. Uwe ni mdada, uwe ni mama, wewe ni mwanamke, unajishughulisha na shughuli mbalimbali na unatamani kuinuka kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, basi akaunti ya Tabasamu itakusogeza katika ndoto zako. Mambo ni mengi kutoka akaunti ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank. Kumbuka, hatua ya kwanza ni kufungua akaunti yako ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank. Unafungua kwa shilingi 1500 tu za Kitanzania. Mwanamke mwenzangu, miliki akaunti ya Tabasamu na wewe pia kwa shilingi 1500 tu za Kitanzania. Unaniambia, Vero, naifungulia wapi akaunti ya Tabasamu? Basi unaenda kwenye tawi lolote la Tanzania Commercial Bank, nenda kaseme nataka nifungue akaunti ya Tabasamu. Sasa utakuwa umemiliki akaunti yako ya Tabasamu. Kwa nini nami niko hapa nikujuze habari hizi njema za Tanzania Commercial Bank kuhusu akaunti hii ya Tabasamu? Kwa sababu kila mwanamke ni vyema akafungua akaunti hii. Manufaa ni mengi sana. Zaidi ya kumuinua mwanamke kiuchumi, lakini itakuwezesha wewe mwanamke kuweka akiba yako. Akiba ya kufikia malengo ya kifedha binafsi, akiba ya kufikia malengo ya pamoja kama kikundi. Lakini zaidi sana, utakapofungua akaunti hii ya Tabasamu, haina makato ya mwezi. Najua kuna makato kwenye hizo akaunti. Yes, lakini kama wamekusudia kumuinua mwanamke, kwa nini wamkate? Yani hiyo pesa ambayo unamkata, kwa nini isiendelee kukaa na ikaendelea kuzaa na mwisho wa siku ikawa na manufaa kwa mwanamke? Na ndio maana Tanzania Commercial Bank imekuja na akaunti ya Tabasamu isiyokuwa na makato yoyote kwa mwezi. Lakini ina punguzo kubwa sana la bima mbalimbali. Kuna bima ya maisha, kuna bima ya elimu kwa mtoto wako. Mwanamke mwenzangu, haya ni manufaa utakayoyapata utakapofungua akaunti ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank. Lakini kubwa zaidi, utakapofungua akaunti ya Tabasamu itakupatia wewe mwanamke mwenzangu mkopo. Unajua shughuli tunafanya, lakini ili tusogee tunahitaji
tusogezwe na mitaji ndo ambayo inatusogeza kwa namna moja ama nyingine. Kuna mahali unaenda hukopesheki mwanamke mwenzangu, shughuli unazozifanya labda hukopesheki. Mambo ni mengi, lakini kwenye akaunti ya Tabasamu utakapofungua akaunti moja kwa moja utakuwa na sifa ya kuanza kupata mkopo wa kukuwezesha wewe mwanamke, na ndio maana wanasema wamekuja kwa kusudi la kumuinua kila mwanamke kiuchumi. Haya sasa, ni wakati wako sasa. Fungua akaunti ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank kwa shilingi 5,000 tu za Kitanzania. Kumbuka mwanamke mwenzangu, una kila sababu ya kutabasamu. Asante kwa Tanzania Commercial Bank kwa kutupa nafasi hii katika sehemu ya kwanza ya ripoti ya leo. Tunazungumza kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu nasi tunayowasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Msikilizaji, mambo ni mengi sana, lakini muda nao ni mchache. Hatuwezi kuwa na mengi zaidi sana. Natamani leo tukamilishe mkasa huu wa ndugu yetu anaitwa Batuli, tuufunge na iwe sehemu nasi ya kujifunza kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Batuli anasema yako mambo mengi kwenye maisha yangu nimekutana nayo na yakaniacha nikiwa niko na mshangao. Moja wako ni hili la rafiki yangu. Rafiki yangu ni mjamzito. Nimekuwa pamoja naye tangu siku ile ujauzito ulipogundulika. Nimekuwa pamoja naye. Mabadiliko anayokutana nayo nimekuwa nikimtia moyo na kumwambia ni hali ya kawaida. Najisikia kitu fulani, niko pamoja naye. Lakini hakunieleza ukweli nani baba wa huyu mtoto. Lakini sasa ameniweka wazi kwamba nilijua iko siku nitapaswa kusema. Naamini wakati umefika, nami nakutamkia ni kweli ulichokisikia. Batuli anasema rafiki yangu aliondoka, nami nikabaki huko nyuma nikiwa na maswali yasiyokuwa na majibu. Sielewi. Nilimpigia simu moja kati ya ndugu zangu. Nilimpigia simu maana nilikuwa nataka nipate mtu niongee naye hali ninayojisikia sasa hivi. Rafiki ambaye nimekuwa nikijieleza sana mimi kwake, yeye hajielezi kwangu sana. Nilimwambia duniani hapa, mjini jamani, mjini hapa. Akaniambia kuna nini? Nikamwambia mambo ya kushangaza. Batuli anasema nilimueleza kile ambacho rafiki yangu amenieleza. Alicheka sana. Akaniambia Batuli, nilishawahi kukwambia mimi sijawahi kuwa mtu mbaya kwako, ni ndugu yangu. Tunaweza tukaoneana wivu kwenye mambo mengine, lakini najua amani ya moyo wako, mafanikio yako ni mafanikio yangu pia mimi. Nilikuwa natamani sana yule mbaba akuoe sana, kwa sababu nilijua utapata utulizo wa moyo. Lakini ndio hivyo, siku zote mtu unafuata moyo wako unachotaka. Lakini nilijua moyo wako unachotaka kinaonekana kizuri kwa sasa, lakini kitakugharimu sana. Batuli anasema basi mimi niseme nini? Nilisema hivi. Yes. Batuli anasema nilisema hivi. Okay. Haya. Naweka mambo sawa hapa kidogo. Jamani, nimeshtuka kidogo. Lakini kila kitu kiko sawa. Ya, unaamini unanisikia pia. Basi ndugu yetu Batuli anatueleza haya ambayo amepitia katika safari yake ya maisha. Batuli anasema ndugu yangu aliniambia pole, hata mimi nimeshtuka sana, lakini ndo maisha yako hivyo. Nikasema hata siamini. Akasema basi ndo inabidi uamini. Batuli, siku zote maisha yako hivyo. Wakati unasema akifai, kuna mtu anatamani akimiliki. Tena ili kukudhoofisha anaweza akakwambia hiki sio bora, hakifai kabisa, huna hadhi nacho, lakini yeye anatamani siku moja ukipige teke ili yeye akakichukue. Hivi ndivyo tunaishi hapa mjini, na hivi ndivyo Batuli maisha yalivyo. Na
huwezi ukachukiana na watu, lakini inatakiwa wajue watu jinsi ambavyo walivyo. Nilimwambia sijaamini. Akaniambia ndio unapaswa sasa uamini. Vipi kuhusu mambo yako Batuli? Nilimwambia niko gizani. Unajua mimi nimeshajisacrifice kwa huyo mwanaume. Nitafanya nini sasa? Nikisema nirudi nyuma, yani nirudi nyuma, naona kama nitakuwa napotea zaidi. Ili mradi bado tuko naye. Ili mradi bado hapa ananipa mahitaji yote. Naona tu niendelee kuwa na subira. Kama wakati utafika na mambo yatakuwa mazuri, nitazidi tu kuyangoja. Lakini sasa hivi sina cha kufanya chochote. Akaniambia sasa kwa nini hata usimsii angalau kufungulia biashara? Batuli, maisha yanabadilika sana. Mimi naogopa sana waume za watu. Kauli zao ni kauli tata sana, my dear friend. Usiziamini 100%. Usiamini kauli mume wa mtu anayokuambia yule mwanamke nilimuoa kwa bahati mbaya. Usiamini kwamba alishinikizwa kumuoa. Ni kauli ambazo zinatamkwa kwa urahisi lakini zina uongo mwingi ndani yake. Akaniambia Batuli, mimi nimeshuhudia watu wengi sana ambao ni wanandoa wakija kurudiana siku za baadaye. Huhofia sana wakati wao wanataka kurudiana, wao ukawa huko hapo na ukapoteza muda wako sana. Nyakati ambazo wanakuachilia, hakuna mwanaume ambaye anakutaka kwenye maisha yake. Umeshazalishwa. Na kumbuka kuna riski sana. Ukizaa mtoto mmoja kuna kuwa na riski, lakini sio kiivo yani. Lakini unapoongeza mtoto wa pili, unapoongeza mtoto wa tatu, ndio tunabaki tunasema kuna miujiza. Yani kuna mwanaume ambaye anaweza akaja kwenye maisha yako na akakuoa ukiwa na watoto watatu. Na wakati anakuoa wewe ukiwa na watoto watatu, wewe una nini mkononi mwako? Je, unamtegemea huyo mwanaume ndo awe kila kitu kwa watoto wako na kwako pia? Kuna mazingira magumu sana hapo. Kwa hiyo kabla hujachelewa, ni bora basi usurvive kwanza na mtoto mmoja kabla haja kuzalisha watoto wengine. Na utambue kwamba ananipotezea muda. Kwa sababu ukitoka kwenye hicho kifungo utapata mtu mwingine sahihi. Na kama umeamua kukaa hapo, umejisacrifice hapo, uone mwisho unakuaje, tafuta kitu cha kufanya. Usiishi hivyo Batuli. Batuli anasema basi nami niliyasikia hayo. Kiukweli niliyasikia na yakaingia ndani ya moyo wangu. Haya nimeyasikia yakaingia ndani ya moyo wangu. Anatueleza haya ndugu yetu mpendo wetu rafiki anaitwa Batuli katika siku njema ya leo msikilizaji. Nami niko hapa nipo nikiendelea kukujuza mengi zaidi kutoka kwa mpendo wetu anaitwa Batuli. Ndio. Lakini zaidi sana niwashukuru sana wahisani wangu ambao wananipa nafasi, ambao ni Tanzania Commercial Bank ambao wanatupa nafasi katika ripoti ya leo sehemu ya kwanza. Na mimi ninawashukuru kwa moyo wa dhati kwa uwepo wao mahali hapa. Tanzania Commercial Bank inaendelea kuthamini kila mchango wa kila mwanamke nchini Tanzania. Mwanamke mwenzangu popote ulipo, basi Tanzania Commercial Bank inatambua mchango wako, harakati zako ambazo unazifanya kila siku za kujiletea uchumi binafsi na kwa ajili ya familia na kwa ajili ya jamii yako yote kwa ujumla. Inatambua hilo na imekuja sasa hivi kuhakikisha inaenda kumsogeza huyu mwanamke kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Na ndio maana Tanzania Commercial Bank imetuletea akaunti ya Tabasamu. Hii akaunti ya Tabasamu lengo kubwa zaidi ni kumuinua mwanamke kiuchumi, lakini zaidi itamwezesha kila mwanamke kujiwekea akiba na kuweza kufikia malengo yake ya kifedha. Inawezekana ni malengo binafsi, inawezekana ni malengo ya pamoja. Capital E. Ripoti ya leo sehemu ya kwanza imeletwa kwenu na Tanzania Commercial Bank. Taji kanipa cheo, malengo najenga leo, nina hamu ya kupanda kazi za maisha, ukizani sitawaza, ninatoka gizani na nyuma sirudi, nataka
akaunti ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank ni ya kila mwanamke wa nguvu. Fungua akaunti yako leo, maisha yako yabadilike. Tabasamu. Tanzania Commercial Bank, growing stronger together. Najua huu ni mwezi wa mfungo na unapokwisha tunasherehekea sikukuu ya Idi. Usiwe na stress, relax. Ikifika tarehe 28 mwezi wa 3 hadi tarehe 30 mwezi wa 3, njoo mnadani tufanye manunuzi ya mahitaji yote ya sikukuu kwa bei ya kitonga. Kuanzia huduma za kibenki, afya, vifaa vya umeme, smart touch kutoka Vodacom, nguo na vipodozi, tambi tamu kutoka Indomie. Na kwa wale wa DSTV, ukipanda tunakupandisha. Yani kufupi kila bidhaa ipo mnadani na kwa bei ya kitonga. Na kwako mfanyabiashara, hii ni fursa. Na usikubali kupite. Njoo upate jukwaa la kutangaza biashara yako ili upate kuuza huo mzigo ulioko dukani na uweze kuingiza mpya. Unachotakiwa kufanya ni kutupigia kupitia 0621620992. Tutakupa maelekezo. Na kwetu sisi tunaopenda shopping, tukutane mnadani tarehe 28 mpaka 30 mwezi wa 3. Mwenge Mnadani. EFM 103.7 Arusha. Yes, tunaendelea kusonga mbele msikilizaji, na tunaendelea kusonga mbele. Ndio, mimi hapa niko nawe msikilizaji mpaka saa 2 kamili usiku. Basi nilikuwa na kueleza hapa, unajua mambo kama mambo kama hapa. Ngoja niweke mambo sawa jamani. Okay. Nilikuwa na kujuza kuhusu Tanzania Commercial Bank. Nazidi kuwashukuru sana Tanzania Commercial Bank kwa kutupa nafasi katika ripoti ya leo ya EFM. Wametuletea akaunti ya Tabasamu ambayo imekusudia kumuinua mwanamke kiuchumi, lakini kuna mambo mengi mazuri kwa ajili ya huyu mwanamke ambaye anaenda kuinuliwa kiuchumi kupitia akaunti ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank. Akaunti ya Tabasamu itamwezesha kila mwanamke kuweka akiba na kuweza kufikia malengo yake ya kifedha, malengo yake binafsi au malengo ya pamoja kama kikundi. Na unafungua akaunti ya Tabasamu kwa gharama za shilingi 5,000 tu za Kitanzania. Kwa shilingi 5,000 unamiliki akaunti yako ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank. Na unaifunguaje? Ni kwa njia rahisi kabisa. Tembelea tawi lolote la Tanzania Commercial Bank ambalo lipo karibu nawe. Na nikwambia, utakapofungua tu akaunti hii ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank, akaunti yako haitakuwa na makato ya mwezi. Lakini pia utapata punguzo kubwa sana la bima mbalimbali, zikiwemo bima za maisha, bima za elimu kwa mtoto wako, na zaidi pia rafiki yangu, moja kwa moja utakuwa na sifa za kukopesheka. Unaweza ukapata mkopo mpaka shilingi milioni 150. Na ndio maana nakwambia hii ni akaunti ya kumuinua mwanamke kiuchumi. Kwa hiyo hivi vyote hivi utavipata utakapomiliki akaunti ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank. Nenda kafungue hii akaunti rafiki yangu na hautajuta. Manufaa ni makubwa sana. Wanawake sasa wameamka, wanachangamkia kufungua akaunti ya Tabasamu kwa sababu imekusudia kumuinua mwanamke kiuchumi kwa sehemu kubwa sana. Ndio. Hawa ni Tanzania Commercial Bank. Msikilizaji, tunazidi kusonga mbele tukizidi kumsikia ndugu yetu anaitwa Batuli akiendelea kutujuza haya. Batuli anasema hii ni safari yangu ya maisha, safari yenye mengi. Mimi binafsi nimejifunza na natamani kujifunza kwangu kuna mwanamke mwenzangu asikie haya na ajifunze kupitia mimi. Batuli anasema ziko nyakati katika maisha tunaambiwa na watu maneno ambayo hatutaki kusikia. Ndio kabisa. Mimi mtu akiniambia na date na mme wa mtu, siku za mwanzo nilikuwa nikiona kama nakosewa sana. Lakini baadaye mtu akisema yuko na mume wa mtu huyu, ikawa hainisumbui. Na hata nikiwa na hoja zangu za kusimamia na kusema, unamjua mme wa mtu wewe? Hebu niambie sifa za mme wa mtu. Mme wa mtu anaweza akakaa na mimi siku 31 za mwezi. Unajua ume za watu wanavyoishi? Ina maana atakuja kwako, atarudi kwa mke wake. Anarudi kwa mke wake wapi? Mimi ndio mke wake.
Hayo mengine ni mapicha picha. Mimi ndiye mke halali kwa sababu napika, napakua, namfulia, namvisha. Nikitetea hoja zangu ambazo kwangu naona ni za msingi kwa sababu mwanaume niko naye na natamba naye. Wananiambia pamoja na yote lakini huyu ni mume wa mtu. Nasema mume wa mtu, unazungumza kitu usichokijua. Unaropoka wewe kwa sababu hujui. Kwa sababu sikuwa nataka kuyasikia hayo maneno kwa sababu naona kwangu mimi hayanisaidii na hayana maana kwa sababu mimi siangiki na mume wa mtu. Mimi wako na migogoro, ni wakati tu utafika watu watatalakiana na mimi nitakuwa huru. Batuli anasema niliona kusalitiwa sana na rafiki yangu binafsi. Na sio kwamba roho iliniuma sana. Yani kwa nini yule mwanaume amekuwa na mwanamke mwingine? No, kwa nini awe rafiki yangu? Yani kwa nini awe rafiki yangu ambaye tumekuwa tukimchamba huyu mwanaume mimi na yeye? Yani tukiamua kukaa kuanza kuzungumza tabia za watu wazima tunachamba naye huyu. Yani watu wazima wanagubu, wana masononeko sana. Makosa walioyafanya siku za nyuma wanataka kumtuishia kila mtu. Huyu rafiki yangu tunajadili naye. Niliona mtu amenitendea ambavyo sikupaswa kutendewa hivi, kwa namna ambavyo nimekuwa nikimchukua kama rafiki yangu. Lakini nikwambie haiwezi kubadilisha kitu, unajua. Ila mimi niliweka mipaka na hata nilimwambia rafiki yangu, unajua sijai kujua kama unaweza ukanifanyia kitu kama hiki. Sijai kujua. Akaniambia, "Kwa hiyo mimi nimekosea. Sikupaswa kukuambia ukweli." Lakini ukweli lazima ungeujua. Nikamwambia, "It's okay. Ni maisha yako, umechagua wewe mwenyewe, but nimefeel vibaya." Na niwe mwazi. Unajua mimi waga sio mtu wa kona kona. Nimejisikia vibaya, but it's okay. Mimi nikutakie tu heri na maisha yako, lakini embu nipe break kwanza. Nipe kwanza break. Batuli anasema nilianza kupambana na maisha yangu. Najua mimi mwenyewe huku maisha yangu ni ya kupambana. Yani mimi pamoja na huyu mwanaume tunaenda hivyo hivyo tunaenda, lakini mambo yamekuwa na ukakasi kwa sababu anashindwa kutimiza kile ambacho kinasumbua moyo wangu. Batuli anasema unajua siku zikasogea, alijifungua mtoto rafiki yangu. Na ni yeye ndo aliniambia, "Batuli, namshukuru Mungu nimejifungua, Mungu amenijalia nimpata mtoto wa kike." Sikumjibu ile message. Alinipigia simu ndugu yangu akaniambia, "Mwenzio amejifungua mtoto wa kike, huna habari?" Nikamwambia nimesikia. Yeye ndo kaniambia. Vipi sasa hatua atakwenda kumuona? Nikamwambia kwa kweli nisiwe mnafiki. Siwezi kuwa mnafiki kwa hili. Kwa kweli, ngoja tu nitulie kwanza na mambo yangu kwanza. Kiukweli ni mtu ambaye niliona kama disappoint pakubwa. Sitaki kuhukumu chochote. Yani sitaki kuhukumu chochote, lakini niliona kama ni rafiki ambaye sio mzuri sana kwangu. Tumetoka mbali, tumesaidiana kwa mengi, tumeshikana mkono. Hii picha ilinipa majibu ya vitu vingi sana ambavyo nimekuwa nikiomba ushauri akinijibu. Na mimi nikivibeba kwa serious kama mshauri wangu mzuri nikivifanya. Batuli anasema nakumbuka siku moja. Batuli anasema huyu mwanaume alisema anajisikia vibaya. Yani huyu mume wangu sasa anajisikia vibaya. Nikamwambia basi mume wangu ukipata time basi atupite hospitali, umekuwa uko busy. Akaniambia sawa mke wangu tafanya hivyo, maana sasa hivi tunaitana mke mume. Sawa. Basi akasema niko busy lakini nimekunywa tu dawa za kutuliza maumivu na nini. Lakini huyu mwanaume hali yake ikachange. Huyu mwanaume akaumwa. Alipigwa na homa moja ya hatari. Huyu mwanaume akalazwa. Mimi nimemfahamu huyu mwanaume, kuumwa kupo kwenye maisha, kwenye mwili wa mwanadamu. Unaweza ukapata reaction yote, alishawahi kuumwa, lakini sio kuumwa kama hivi. Kwa mara ya kwanza mimi nakutana naye kwenye maisha yetu anaumwa na kulazwa. Kwa hiyo akalazwa. Sasa mimi hapa ndo mke wake. Yani mimi ndo mke wake. Ni kwamba tu hatujaenda kule kufunga ndoa. Unaona, lakini nyumbani alishapeleka kila kitu na mimi ndo naishi naye, napika na kupakua, unajua. Yani mimi ndo najua ratiba za mume wangu, anataka hiki ni mimi hapa.
Batuli anasema watu wanakuja kumsalimia mume wangu, si unajua ile watu wanakuja kumpa pole kwa sababu walilazwa siku ya kwanza, lakini aliendelea kubaki hapo hospitali kwa sababu hali yake haikuwa nzuri. Zaidi pia kikubwa kilikuwa kinamsumbua pressure, akawa anaishiwa na damu pia. Kwa hiyo anazidi kufanywa uchunguzi. Batuli anasema alikuja yule mwanamke, yani mke sasa yule wa kwanza ambaye waliachana. Mimi unajua nilipomuona nikasema yani ndo kaambiwa kwamba mwanaume anaumwa sana au ni nini. Kaja pale, mimi ndo muuguzaji, mimi ndo niko na mume wangu. Mume anaumwa, unajua wewe ndo mama, unajua sio kuna mtu unanielewa. Mimi niko hapa na mhudumia mume wangu. Watu wanakuja wanafanyaje, mimi niko na mhudumia mume wangu. Nikitoka nimeenda huko nimekoga, nimerudi na muangalia mume wangu. Niko Bennett na muangalia mume wangu. Batuli anasema sasa huyu mwanamke amekuja pale, kaja na vitu. Amekuja na watoto wake. Dadi, karibuni na nini na nini. Akawa amefurahi kuona watoto wake. Mimi niko pembeni, mimi nimetulia. Yule mwanamke akamwambia tumejisikia vibaya sana. Pole sana, akitaja jina la mtoto wake, baba fulani. Akasema lakini sasa hivi nashukuru Mungu naendelea vizuri. Akamwambia tuko pamoja. Mimi pamoja na watoto. Tukasema tukuandalie chakula chako ambacho ukiwa unaumwa unapenda sana kukitumia. Huyo mwanaume akasema wow, ni habari njema. Wanangu wanajua nini napenda. Watoto wamefurahi kumuona baba yao anaendelea vizuri. Yule mama yani kama mimi hanioni. Yani mimi hapa sionekani. Yani mimi ni yani mimi hapa sionekani. Ndo yeye yuko busy kweli. Batuli anasema mimi Batuli nilibaki natazama. Chakula kilipakuliwa. Wakaanza kumlisha mume wangu kwa kupokezana. Mtoto huyu anampa vijiko viwili. Mtoto huyu anampa vijiko viwili. Mama mtu naye anampa. Watoto wanampigisha story baba yao. Mimi niko pembeni mpaka nikahisi hata huyu mwanaume amesahau uwepo wangu hapa pembeni. Maana mimi nimekaa unajua naangalia. Wamemaliza pale, dadi, sui na nini dadi, na nini. Yule mwanamke kabeba vitu vyake, yule mwanamke. Na yule mwanamke moja kwa moja wakatoka. No kuaga wale watoto, no kujali. Mimi niko hapa ndo niko namwangalia baba yao. Mimi ndo nilikuwa namfanyia hiki, alikuwa hoi, niko naye. Ametoka. Mimi nikamwambia mume wangu kwa hiyo kumbe mimi uwepo wangu hapa unatambulika baada hii familia yako kutoka. Akaniambia acha gobo. Yani haya ndo maneno yule mwanaume aliniambia. Acha gobo. Hujui niko na situation gani? Kunja unipangia niongee na nani, nisiongee na nani? Acha mambo yako. Na unaona umekaa umechoka, unaweza kaenda kupumzika nyumbani. Kuna watu ambao wanaweza wakafanya shift kuja kuniangalia, kuja kuniletea chakula. Maana unaona kama ukikaa hapa unakuwa kila mtu akija wewe uko unamtazama tu, mtu anayekuja kila mtu akija unamtazama. Yani huyu mwanaume ndo ananiambia mimi. Nikatoka. Unajua kuna kitu mwenzako anaweza kukuambia kikakuingia kwenye ubongo, kikakuingia moyoni. Yani haya yote nayafanya kwa upendo, kumbe huyu mwanaume yani anachukizwa. Yani kwa nini mimi? Yani niko tu kwamba watu wanakuja kuniangalia, wanataka wapate faragha, wazungumze na mimi, yani mimi nipo. Na mambo ya Kiswahili, ni Uswahili. Mimi ni mtu wa watu. Watu wanakuja hapa kuja kuniangalia, give me break. Batuli anasema nimetulia pale, nikasema hakika mbona mambo yananibadilikia hivi.
Batuli anasema na yazungumza haya leo. Natamani kila mwanamke anisikie katika hiki mimi ambacho nakisema. Sijui huyo mume wa mtu anakuambia nini. Sijui, kwa sababu hizo promise ambazo mnapeana, mimi kwa sababu sipo, nazungumza mimi ahadi nilizopewa. Kwa namna nilivyotazama, nikajitoa nikasema twende hivi hivi, hao watu wana migogoro. Mwisho wa siku huyu atakuwa ni mume wangu. Batuli anasema huyu mwanaume hali yake ili change tena. Ili change kabisa. Akawa na hali mbaya sana. Roho inaniuma kwa sababu walisema mtu huyo anatakiwa kutazamwa na mke wake kwa kipindi hiki alichokuwa nacho. Familia ya upande wa mwanaume wanasema kipindi alichokuwa nacho huyu mume wangu, mke wake ndiye inapaswa amtazame, na yule mama hakuwahi kuongea na mimi. Anakuwa bize, akija pale, yani mimi nimemwangalia mgonjwa, nimemfanya hivi, na yeye akija anataka kurudia baadhi ya vitu ambavyo tayari nimevifanya. Ninaambiwa akifika mwenzako hali kama hii, mwenye haki ya kumtazama kwa ukaribu mkewe. Mimi ni nani? Mimi ni nani? Hawa ndugu wanaume waga ni waongo hawa, waongo, wanafiki. Ndugu wa huyu mwanaume ni wanafiki, sijawahi kuona. Sasa hivi kibao kimechange. Mimi tena na nini? Ya unayeko tu nyumbani. Mwanaume mlalamishi kila siku anang'ang'ania ndoa. Anashinda kumuelewa mwenzie anamlalamikia. 1 2 3. Mimi ndio ninagubu, mwanamke na maneno, mimi nina msumbua huyu mwanaume. Yule mama ndo yeye hamsumbu wake. Batuli anasema unaijua hiyo? Unaijua hiyo? Mwanaume anatolewa hospitali, sio anafikia kwako wewe. Mwanaume anafikia kwa mke wake mkubwa. Mnataka kwenda kumtazama, mnaenda kumtazama kwa mke mkubwa. Nasema haya mahusiano yalirudi lini jamani mwenzenu? Mpaka huyu mwanaume achukuliwe aende, ni matakwa yake. Ni nini jamani? Kwa kinywa huyu mwanaume aliniambia, naumwa sana. Hii sentensi sitaisahau kamwe. Naumwa sana mimi. Nimeongea na mchungaji, tumeongea mambo mengi, nimetengeneza njia yangu. Nikamwambia unamaanisha nini? Yani unamaanisha nini ukisema umetengeneza njia yako? Nimeamua kurudi kundini. Unajua maana kurudi kundini rafiki yangu? Maana ya kurudi kundini ina maana kuna mwenendo ulikuwa ukiishi, kuna maisha ulikuwa ukiishi, sasa unaamua kurudi kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Kwa hiyo unataka uondoe kila kando kwenye maisha yako, kando na michepuko, kando na watu wasiokuwa rasmi. Ndio mimi sasa naonekana sikuwa rasmi. Kwa hiyo anatengeneza njia yake na Mungu wake, anarudi kwa mke wake ili mke wake amtunze. Kama nyakati za Mungu kumchukua, amchukue yuko kwenye mikono ya mke wake. Mimi ni nani? Mimi hapa Batuli ni nani sasa? Mimi najiuliza, mimi ni nani? Capital E. Najua huu ni mwezi wa mfungo, na unapokwisha tunasherehekea sikukuu ya Idi. Usiwe na stress, relax. Ikifika tarehe 28 mwezi wa 3 hadi tarehe 30 mwezi wa 3, njoo mnadani tufanye manunuzi ya mahitaji yote ya sikukuu kwa bei ya kitonga. Kuanzia huduma za kibenki, afya, vifaa vya umeme, smart touch kutoka Vodacom, nguo na vipodozi, tambi tamu kutoka Indomie, na kwa wale wa DSTV, ukipanda tunakupandisha. Yani kufupi kila bidhaa ipo mnadani na kwa bei ya kitonga.
Bongo. Na kwako mfanyabiashara, hii ni fursa. Na usikubali kupite. Njoo upate jukwaa la kutangaza biashara yako ili upate kuuza huo mzigo ulioko dukani na uweze kuingiza mpya. Unachotakiwa kufanya ni kutupigia kupitia 0621620992. Tutakupa maelekezo. Na kwetu sisi tunaopenda shopping, tukutane mnadani tarehe 28 mpaka 30 mwezi wa 3. Mwenge Mnadani. EFM 103.3 Mbeya. Yes, ndugu yetu anaitwa Batuli akiendelea kutujuza haya katika safari yake ya maisha. Batuli anasema basi nayakumbuka haya maneno nayakumbuka sana. Moyo wangu uliugua, nikalia kwa uchungu mwingi. Nililia kwa uchungu mwingi sana. Yaani mimi nimekuwa mpango kando. Mimi Batuli. Mwanaume katika kuugua kwake anarudi kundini, anarudi kwa ndoa yake na watoto wake. Batuli anasema hapa nazungumza sio kwamba nimejengewa nyumba. Huyu mwanaume ni kila siku alikuwa anasema baby don't worry, kila kitu kitakuwa okay baby, nataka nifuatilie hiki baby, nataka nikufungulie biashara, unajua baby hiki na hiki, unajua nimeishia, unajua watu wamerejea kundini. Batuli anasema unajua sasa sielewi, yani kwamba mwisho wa siku mimi hapa nitabaki hapa mimi Batuli. Mtu ananitamkia habari ya yeye kurejea kundini. Ina maana nifute habari za yeye kuwa mwanaume wangu, mpenzi wangu, ina maana ndo amefuta habari zangu. Rafiki yangu alinipigia simu. Kiukweli niwe mkweli, sikwenda kumuona mtoto. Alinipigia simu. Akaniambia, "Vipi Batuli, pole na matatizo, nilisikia ulikuwa unauguza." Nikamwambia, naendelea vizuri, sitaki sasa hivi kushare stories zangu kabisa." Akaniambia sawa. Nikamwambia naendelea vizuri. Akasema basi na mimi nilijifungua, sema nikawa tu na mambo mengi, hali yangu pia haikuwa vizuri kiivo, lakini naendelea vizuri. Mimi nikamwambia tu nakupongeza sana rafiki yangu, ninakupongeza sana. Akasema pole pia kwa changamoto ambazo umekutana nazo. Nikamwambia zipi? Changamoto nimekutana nazo ni zipi hizo rafiki yangu? Akaniambia nimepata taarifa kwamba yule mume wako kumbe amerudiana na yule mwanamke wake. Na nasikia kumbe ya mahusiano yani alikuwa kimya, yani hivyo taratibu alianza kurudiana mpaka wakaanza kushauriana mambo ya biashara na nini. Nikamwambia rafiki yangu, kwa hiyo umenipigia simu ili uniambiaje? Yani unanipigia simu ili kuniambiaje yani? Okay. Kwa nini usitaka ufafanuzi kwa aliye kupigia simu? Tuanzie hapa kwanza. Yani wewe ukinipigia mimi simu unakuwa unataka yani kuniambia nini? Nakuomba sana niache rafiki yangu. Akasema hamna, sisi sio maadui. Yani hiki kilichotokea kiwezi kutufanya sisi tukashindwa kuendeleza urafiki wetu. Nikamwambia rafiki yangu, mimi urafiki kati ya wewe na mimi uliisha. Na sio kwa ubaya. Sio kwamba wewe ni mtu mbaya kwangu. No. Naomba sana rafiki yangu, kama nilivyoamua kunyamaza na wewe ukaamua kunyamaza, naomba tuendelee kunyamaza. No, maana usije kaona jilaumu na nini, haya maamuzi uliyafanya wewe mwenyewe. Nikamwambia please, nakuomba sana rafiki yangu, nakuomba sana. Batuli anasema basi sikutaka mazungumzo naye yoyote, sitaki kumwambia habari zangu zozote, nilikata simu. Lakini Batuli anasema hivi ndivyo ilivyokuwa kwangu. Huyu mwanaume alipona na alinitamkia rasmi akiwa amepona, nisamehe, nimeamua kurudi kwa mke wangu. Na naamini pia kuna njia Mungu alitaka kuniadhibu kwa kile ambacho nilikuwa nafikiria ni sahihi kufanya. Sikupaswa kumtenda huyu mwanamke haya. Kwa hiyo nimetengeneza na Mungu wangu na nimetengeneza pia na familia yangu.
najua nina wajibu wa kumlea mtoto wetu, na nakuahidi nitamlea huyu mtoto kama watoto wangu wengine, atapata haki zote. Lakini nakuomba kwenye masuala ya mahusiano, mimi nikuachilie. Tafuta mwanaume mwingine ambaye ni sahihi, ambaye mnaweza mkajenga naye maisha na familia kwa ujumla. Batuli anasema, mwanamke mwenzangu, sikia mimi nazungumza hiyo sentence. Sikia mimi ninavyokueleza hivi sasa hivi. Mtu karejea kundini. Macho yangu yanamtazama kwa kundini anakorejea. Yani anakorejea kwa kundini, au anasema kwa sababu ameamua kurudiana na mwanamke wake. Batuli anasema, na uchungu mwingi sana, aliniahidi kuendelea kunilipia kodi, na aliniacha pale tulipokuwa tunakaa. Nitaendelea kukulipia kodi na tutazidi kusapotiana, lakini hebu uanze kutafuta kitu cha kufanya. Tafuta kitu cha kufanya. Nafikiria labda naweza nikakutafutia kazi, na angalia level yako ya elimu pia, wapi tunaweza tukakuweka, sielewi. Lakini nafikiri uanze sasa na wewe kufikiria kitu gani unaweza ukafanya. Kama ni ujasiriamali mdogo mdogo pia ni kitu cha kufikiria pia sasa hivi. Lakini kuhusu mtoto, mimi ada na mahitaji mengine niko kwa ajili ya kutimiza hayo. Lakini kuhusu mambo yako binafsi, na mimi unanielewa ninachokisema. Batuli anasema, mambo yaligeuka kwa upande wangu. Lakini nini ninachotaka kusema, sio kwamba huyu mwanaume alirejea kundini. Hii ilikuwa ni lugha aliyoitumia ili arejee na mke wake. Huyu mwanamke aliniambia, yes. EFM 103.3 Mbeya. Huyu mwanamke aliniambia, mke wa huyu baba sasa, aliniambia kwa simu, unaikumbuka ile siku tulikutana nilikwambia huyu ni mume wangu? Mbingu inajua na ardhi inajua. Haijalishi nimemvuta kwangu kwa kitu gani, lakini anachoamini, huyu ni mume wake na atarejea kwenye himaya yake siku moja. Haijalishi itapita miaka mingapi, iwe ni miaka 5, iwe ni miaka 10, lakini anachojua, mume wake atarudi, na yuko anamgoja mume wake atarejea. Na akaniambia, mume wangu amerudi. Na amerudi akimaanisha amerudi. Naomba usikilize mashauri yake aliyoyatoa, usilazimishe. Ni muda sasa wa kumwachilia mume wangu. Na wewe tafuta mwanaume, mtengeneze awe mume wako. Asante. Batuli anasema, na hivi ndivyo maisha yangu yalivyokuwa. Huyu mwanaume siku za mwanzo kweli alisapoti kile alichokuwa anakisema, lakini mwanaume usioishi naye ni tofauti na mwanaume unaishi naye. Nikawa niko na uhitaji mwingi sana. Hata hapa nilipokuwa nakaa ilibidi nihame. Batuli anasema, nikatafuta nyumba ambayo naweza nikalipa kodi ndogo, nikapata hiyo nyingine ikanisaidia kimaisha. Lakini maisha kwangu hayakuwa mazuri. Katika vitu ambavyo mimi nimevijutia kwangu, siwezi kujua mapenzi ya Mungu kwa namna moja ama nyingine, lakini sikukutana na mwanaume ambaye alinionyesha upendo wa kweli na wa dhati na usiochuja, tena nikiwa sina chochote, sina A sina B, kama yule mbaba. Siwezi kuacha kusema hii sentence. Alinionyesha upendo wa dhati, na mimi nikauchukulia poa, na nikajifunza kumbe sisi binadamu ndivyo tulivyo. Wako watu ambao wanatupenda sana, na binadamu akipendwa sana anaona kawaida, ana deserve kupendwa, na akauchukulia ule upendo poa, na hata akapima akaona huyu mtu sio hadhi yangu. Ndivyo ambavyo nami niliona hivyo. Batuli anasema, maisha yangu yakawa ni ya kawaida sana ya kupambana. Rafiki yangu alizaa mtoto wa pili na yule mbaba.
maisha anaishi rafiki yangu. Sijui nikueleze nini. Magari anaendesha rafiki yangu. Sijui nikueleze nini. Yule ambaye alikuwa chini kabisa, yule mwanaume alimuinua akamweka akawa nafasi yake. Rafiki yangu leo ni mtu ambaye anasimamia miradi. Gari analoendesha, safari anazoenda. Na niwe mwazi, nafasi ilikuwa ni ya kwangu. Ni mimi ndio ambaye huyu mwanaume alinipenda. Na alinipenda sana. Na hata siku moja alidiriki kuniambia nilikupenda sana, lakini kumbe Mungu hakuruhusu nikuoe kwa sababu ungeniumiza sana. Nini kinaweza kikabadilisha? Unajua hakuna kitu kinaweza kikabadilisha. Lakini nikwambie kitu. Huyu mwanaume aliyenizalisha, huyu mume wa mtu, alirudi mazima kwa mke. Yani hata simu yangu, unajua kuna siku aliniambia ukiwa na shida naomba mpigie mke wangu. Yani kama kuna shida issue ya mtoto naomba mpigie mama. Mimi naambiwa nimpigie mke wake. Mimi nakwambia mwanamke mwenzangu, mdada, wewe ni mrembo, mzuri. Epuka waume za watu. Watu wameingia kwenye vitanzi kwa waume za watu. Wameharibiwa maisha na waume za watu. Mtu ukisikia, yeye anaweza akakwambia mimi sio mume wa mtu. Ukisikia, kimbia, kaa mbali. Acha kujihusisha na waume za watu. Na ukataka waume za watu uambatane nao katika maisha, ukataka huyo mume wa mtu amwache mke wake akuoe wewe. Kuna wanaume tunakutana nao, tunawaona wao, lakini nyuma kuna vivuli vya wake zao. Wamesimama hapo, wamekaa hapo. Haumuoni, lakini hicho kivuli kipo kinatembea na yeye. Mafanikio yake aliyokuwa nayo, hatua zake zote, huyu mwanamke yuko pamoja naye. Na hata yeye mwenyewe anapotaka kutoka akijisimamia, anaona kuna vitu vinayumba, watu wanamwambia rudi kwa mkeo. Rudi kwa mkeo. Kwa sababu nilikuja kufuatilia huyu mwanaume, mambo yake mengi yalikuwa ndivyo sivyo. Ndivyo sivyo. Naona pengine akaona nahangaika nini mimi na mke wangu mzuri na familia yangu, wani hangaike nao wanawake wengine hawa. Mwisho wa siku mimi sasa ndio nikawa yani mimi ndio patapotea, yani mimi ndio nimechezeshwa game, na mwisho wa siku nimepoteza focus. Yani mimi nimepoteza kila kitu, unajua nimepoteza. Na nakwambia mpaka leo hii nakwambia mimi ni single mother. Atuli anasema yes, mimi ni single mother. Tena sio single mother wa mtoto mmoja, nilipata tena na mtoto mwingine. Kwa hiyo niko nalea watoto, baba zao ndo hivyo. Batuli anasema mimi naamini ndoto za kila mwanamke ni kuolewa na mwanaume ambaye ana status, mwanaume wa hadhi yake, mwanaume msomi, mwanaume mwenye big business. Yani una dream ukute mwanaume yuko na hadhi hiyo. Hawa watu tunaokutana nao, na kuambia kuna watu walianza nao. Basi ni heri ukutane na watu walioanza nao. Wanasema mimi nikwambie, huyu mwanaume nimemwacha kiroho safi, tulipofika tumeachana. Kuna watu ambao kweli wanaachana for real kabisa, wanaachana. Lakini kuna watu kuwa sana na mashaka. Kuna watu wamekaa miaka 20 wamerudi kwa wake zao. Miaka 20 yuko nje ya ndoa 20, anarudi kwamba narudi nizeke na mwenzangu. Haya, wewe unazeka na nani tena? Ndio maana ndio umeshaachwa hapo. Unazeka na nani shoga yangu? Unazeka na nani? Hapo kicheke ka umri kameshasogea. Ukijitazama sasa umeshazalisha watoto wawili. Una miaka yako toka kutosha 45. Na watoto wako wawili. Na mtu anasema naenda kuzieka na mzee mwenzangu. Wewe ndio ulikuwa umemshikilia sasa. Mimi ndio mwanamke wa maana mimi ndio nimemchukulia mume wake na natamba naye. Unatamba na mume wa mtu? Mambo ni mazito.
Watu wametamba na mume wa mtu akina Batuli, mwisho wa siku wao wamerudi kwa wake zao. Mambo yanaogopesha. Mambo yanaogopesha. Batuli anasema basi una nafasi ya kujichunguza. Chunguza sana. Chunguza sana. Usije ukaishia kama mimi. Kuna watu wanakuja kwenye maisha yetu wana upendo, tunawapoteza kwa sababu tunaangalia wale ambao tunaona ndio wenyewe. Anasema anaachana na mke wake, anakuja kwangu. Hakuwahi kumpendaga mke wake, walimforce huko, walimforce ndugu zake, hajawahi kumpenda hata kidogo. Afurahi maisha ya ndoa, anatafuta furaha yake sasa hivi. Na wewe ndio msemaji sasa. Wewe ndio msemaji wa huyo moyo wa huyo mwanaume eti. Kitakuramba. Haya. Tuna nafasi ya kujifunza kila siku kuhusu maisha. Batuli anasema mimi ni mama, ni single mother ambaye inaendelea na maisha yangu hapa mjini. Niko napambana asubuhi, mchana, jioni. Nazikumbuka hizi nafasi kwenye maisha yangu. Siwezi kubadilisha vitu, na yakumbuka hayo mengi kwenye maisha yangu, na namshukuru Mungu kwa yote pia. Lakini naamini mimi nimejifunza kwa kupitia haya mimi binafsi. Kuna mwingine anaweza akajifunza asiruhusu haya mambo yakatokea kwenye maisha yake. Batuli anasema sikuwahi kumrejesha rafiki yangu akawa rafiki wa karibu sana kwangu, hapana. Ila nashukuru Mungu kwa ajili ya yule mbaba. Nikisema alinipenda kutoka moyoni ninamaanisha. Kwa sababu hata katika kipindi fulani kigumu nilipita, aliniambia Batuli, kama naweza nikakusaidia mtaji, kama ndugu yangu, kwa sababu nilishakuwahi kukutana na wewe na naamini Mungu alikusudia na tukaishia tulipoishia, kama naweza nikakusaidia chochote unaweza ukaniambia. Kwa alishawahi kunisupport kwa namna moja ama nyingine. Hilo siwezi kunyamaza kusema, aliwahi kunisaidia. Haya maisha mazuri ambayo rafiki yangu anaishi nilitakiwa niaishi mimi. Ndio hivyo. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa rafiki anaitwa Batuli. Mimi nimewasilisha mkasa huu wa ndugu yetu anaitwa Batuli. Ni mmoja kati ya wasikilizaji wetu wa karibu wa ripoti ya leo, ambao nao wamekuwa kifuatilia ripoti ya leo kwa ukaribu. Na hata siku akasema kwani na mimi nisishie haya maisha ambayo niliyapitia kama msichana, na mpaka sasa hivi mahali nilipo. Naweza nikamwambia neno msichana mwenzangu mmoja akaamka, akaangalia kipi bora kwenye maisha yake. Lakini katika yote tumekumbushwa jamani, kuwa makini sana na waume za watu. Chunguza kauli zao sana. Chunguza kauli zao sana. Usijione wewe bora sana kumpindua mwenzio. Usimuone huruma sana yule mwanaume kwa kauli anazozungumza zikakufanya wewe umharibie mwanamke mwenzio ambaye huko ana mahangaiko yake. Basi kama kweli amedhamiria, hakikisha ni kweli wawe wamepeana talaka. Anayekuzungusha tapeana talaka, tamwacha yuko naye. Ujue hapo mwenzangu kitakuramba. Nikutakie weekend njema. Mimi na wewe tutakutana tena siku ya Jumatatu. Asante kunisikiliza.